tuanze kwanza na Ali Bakari. Ana vitu gani huko mtandaoni vilivyobamba? Yes, moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii kama ulivyotangulia kusema Mangasole Edward. Na kikubwa leo hii watazamaji wanafahamu ya kwamba kuna mechi ya kirafiki hii ya uzinduzi wa dimba la Airtel Stadium ambalo linapatikana kule Singida ama eneo la Mtipa kama alivyosema Masanza. Yes, sasa bwana kuelekea katika hiyo mechi katika huo uwanja Singida Black Stars kupitia katika ukurasa wao rasmi wa Instagram wameachia vitu kadhaa ambavyo vinauonesha huo uwanja. Miongoni mwa hivyo vitu ni hii video ambayo inaonyesha wachezaji wa Singida Black Stars wakifanya mazoezi, naweza kusema mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa leo hii kuikabili Young Africans. Sasa Yanga walipata nafasi na wao kufanya mazoezi ya mwisho? Lazima. Kwani watakuwa Yes, kwa hivyo unaweza kaona na wenyewe ukipita katika ukurasa wao wameandika kwamba wachezaji wao sio wageni katika dimba hilo ambalo linaenda kuzinduliwa leo hii. Yes, haya yalikuwa ni mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo wa leo. Kikubwa pia mapema kabisa kisimbuzi chako cha Azam TV ili uweze kushuhudia uhondo huo wa mechi ya kirafiki. Mangasole ulifanya mahojiano na afisa habari wa Singida, lakini katika moja ya maswali ambayo nimefurahi kuyauliza jana, niliulizwa na mtu na tulishindwa kupata majibu, ni lile ambalo waliwezaje kuficha ule uwanja na picha zisisambae katika mitandao ya kijamii mpaka wakazindua. Yaani jana tulifanya mjadala mkubwa kidogo na mtu anaitwa Amos ambaye ni miongoni mwa watu ambao wanahudumu online ama idara ya online. Hii imesababisha nikaamini kwamba huenda kuna timu zinajenga viwanja kimya kimya. Mimi nahisi kama kuna mahali watu wa Singida wametuangusha hivi, kwa sababu haiwezekani uwanja unawezaje kujenga kwa siri. Ndio na mimi nasema huenda kuna timu zinajenga viwanja kimya kimya afu sisi tunasema hazina viwanja. Kwamba majirani wa pale hawajui kinachojengwa ndani huko kwamba ni uwanja ama ni vipi? Au walizungushia uzia ndio usionekane. Unasiku utashtuliwa utaambiwa kwamba leo kuna timu inazindua uwanja na utajiuliza imejenga lini. Ni kama KMC tulivyokuwa. Lakini KMC taarifa zilikuwepo. Zilikuja lakini dakika za mwisho. Dakika za mwisho. Lakini wamejitahidi, wanakaba. Watu wa Singida wanakaba. Watu wa Singida kwa ujumla sasa. Hapo sio Singida Black Stars peke yake. Watu wa Singida. Watu wa Singida kwa ujumla. Wanasiri, nitatafuta niwe na rafiki mmoja wa Singida. Sawa. Rafiki tu. Rafiki. Sawa. Yes, tutoke hapo tuende katika ukurasa wa meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports. Huyu ni Ahmed Ali, ameamka asubuhi akaingia katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram akaweka post hii ya Jean Charles Ahoua. Akasema namba 10 hatari zaidi kuwahi kutokea Simba Sports. Hili inabidi nilirejeshe kwa Adrian James atuambie. Ni kweli? Haya aliyosema Ahmed. Kwa sasa namba zake zinaongea zaidi, magoli 12, assist 7. Kwa hiyo ana kila sababu ya kusema hivyo kwa kile ambacho tayari amekionyesha mpaka hivi sasa. Msimu wake wa kwanza kwenye ligi, lakini kwa namba ambazo amezitengeneza unaona ni kwa namna gani ambavyo hakuhitaji muda mrefu sana kuadapt mazingira ya mpira. Unajua kuna wachezaji ambao wanatoka nje, wakija hapo wanachukua muda mrefu sana kuzoea mazingira, lakini kwa Ahoua imekuwa tofauti. Magoli 12, assist 7 katika michezo ambayo amecheza, huku Simba ilikuwa katika nafasi nzuri ya kugombania ubingwa, lakini pia wakiwa katika nafasi nzuri kwenye kombe la shirikisho hatua robo finali. Kwa hiyo haiko alichokisema kinaendana na kile ambacho anakifanya Jean Charles Ahoua. Alichokizungumza Rich Kiza 10 kwamba anauliza Ahmed tuambie namba 10 jezi au namba 10 roll. Majukumu. Kama kuna namna alikuwa hajaelewa. Kama ni jezi kama ni... Lakini bado unaweza kuwa ni mjadala. Adrian atuambie anacheza namba ngapi? Namba 10. Unaweza kuwa ni mjadala. Unaweza kuwa ni mjadala mkubwa sana. Kuna namba 10 roll na namba 10 jezi. Yes. Kwa vyote viwili vipo kwa kwamba anacheza namba 10, lakini pia jezi yake ni namba 10. Na katika hili neno la kusema katika historia ya Simba kwamba inawezekana huyo ndio namba 10 bora zaidi. Huo ni mjadala mwingine mpya kabisa ambao unahitaji muda mrefu. Unahitaji muda mrefu sana. Sawa, tutoke hapo twende katika ukurasa wa bodi ya ligi kuu ama bodi ya ligi ama unaweza kusema ligi kuu. Ukurasa wao unatambulika hivyo kwa Instagram ama TPLB. Sawa? Hayo yote ni majina yao. Wao wameweka takwimu hizi za wachezaji ambao wamefunga magoli mengi kwa kutumia kichwa. Na miongoni mwa wachezaji waliopo hapo ambaye anaongoza ni Prince Dube. Inaonekana Prince Dube ametumia zaidi kichwa kuweza kufunga
magoli katika mechi za NBC Premier League. Anayefuata ni Heritier Makambo, bila shaka watu wanamfahamu kabisa ubora wake wa kufunga magoli kwa kutumia kichwa. Anakuja Ibrahim Baka bwana, yupo hapa. Okay. Na mwenyewe alitangaza mwaka huu kwamba anataka ule top scorer wa NBC Premier League. Mpaka sasa bila shaka na magoli 4 kama sijakosea. Sijui ataweza kufanikiwa. Wenzake washavuka huko wamefika mbali. Yeye magoli 4 atakuwa kwa top scorer. Upande wa mabeki. Kama upande wa mabeki anaweza. Au kwa upande usimkatie. Haya, Elvis Rupia naye ana magoli 3 kwa kutumia kichwa. John Makwata huyu ana magoli 2 kutoka Coast Union, lakini Fabrice Ngoma yeye ana magoli 2, alafu Hassan Nasoro naye ana magoli 2 kutoka JKT Tanzania. Hayo ni ya bodi ya ligi ama ligi kuu kwa jina ambalo linatambulika kule Instagram. Wakiweka hizo takwimu, ukitembelea huko utazikuta hapo. Kama unamtafuta mchezaji wako, basi endelea kumtafuta. Mangasole, nilikusikia hapa ukiwa unaitangaza hii mechi, na ni kwa sababu mechi kubwa tunaendelea kuipigia kelele kwa kuhamasisha watazamaji ama wafuatiliaji ama watumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV kuendelea kulipia kisimbuzi chao ili kuweza kuishuhudia mechi hii, Mashemeji Derby. Iliahirishwa mara kadhaa kama alivyosema Mangasole Edward hapo awali, lakini sasa mechi imetambulika ni Jumapili ya tarehe 30 mwaka 2025. Ni huu majira ya saa 10 kamili kwa saa ama majira ya Afrika Mashariki. Mechi hii itapigwa pale. Lipia mapema kisimbuzi chako upate uhondo huu. Hashtag imesema utachagua? Ngoja mtozi aturudishie tena hiyo picha. Utachagua wewe. Utachagua wewe? Utachagua. Umeiona? Utachagua. Yes. Utachagua wewe. Utachagua wewe. Kwamba sisi tulikuwa haina kipengele? Haina kipengele. Haina kipengele. Afu nyingine huku kumenyoka. Utachagua wewe. Haya. Basi sawa. Hayo ni mambo ya Kenya. Tutoke hapo twende katika posti ya mwisho. Bwana, Cristiano Ronaldo ameendelea kuweka historia ama rekodi zake vizuri kabisa. Jana katika mchezo wao dhidi ya Denmark, kabla ya mchezo alipewa hii certificate ambayo inaonyesha ni mchezaji ambaye ameshinda mechi nyingi za kimataifa na timu ya taifa tangu mwaka 2003 mpaka 2024 mwezi Novemba, akiwa ameshinda mechi 132. Huyo ni Cristiano Ronaldo. Una neno la kuongeza Adrian James katika hilo? Najua kwenye the pitch utazungumza kwa ndani zaidi. La kuongezea ni kwamba Cristiano Ronaldo, yani historia zimewekwa, yani Cristiano Ronaldo amezaliwa kutengeneza historia. Okay. Kwa sababu kila uchao anaweka historia mpya au anavunja historia ambazo tayari imeshawekwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yupo kwenye dunia yake au kwenye upande wake wa kutengeneza historia na kuvunja historia. Kwa hiyo ni historia nyingine ambayo ameitengeneza, na watu ambao namtazama yeye, wachezaji wengi, kwa maana wachezaji wengi wanaitazama hiyo rekodi ambayo ameiweka ya kushinda michezo 132 akiwa na timu ya taifa. Na cha kuzingatia hapo ni mchezaji ambaye ameanza kuitumikia timu ya taifa Ureno akiwa na umri mdogo zaidi. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo hiki ambacho kimefanyika au historia ambayo itengeneza imetokana na juhudi ambazo ameanza kuzionyesha tangu akiwa na umri mdogo mpaka hivi sasa ambavyo tunazungumza ana miaka 40. Kwa hiyo ni historia, yani unapozungumzia historia unamtaja Cristiano Ronaldo. Unapomtaja Cristiano Ronaldo unazungumzia historia. Yes, katika mchezo wa jana hatua ya robo finali wa UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo pia akafunga goli moja. Bado anaendelea kutafuta magoli 1000 nadhani. Mabao 929 tutafikia magoli hayo. Nyinyi kama timu Ronaldo. Mabao 60. Tuendelee kuomba kama misimu miwili hivi. Tutakutana na timu huko sisi Nicaragua, tutaitandika 10. San Marino sijui huko. Tufunga 7, tutakutana na San Marino, tutakutana na Luxembourg, tutaifikia. Mangasole Edward, mimi namaliza hivyo, lakini nikuombe wakati na kuacha na Abu Yusuf ama Abubakar Yusuf atuambie alipateje fursa ya kuwapiga picha wale wachezaji wa Real Madrid pale. Ana mambo mengi sana hapo atatuambia. Yes, ndio maana niruhusu niondoke. Unaweza kuondoka tukabaki. Au una maswali yako? Tukabaki na mgeni. Swali langu la kwanza ni hilo. Sasa wewe ondoka, tubaki na mgeni. Mgeni sio kila mtu anaweza kukaa na mgeni. Zamani hata tukiwa nyumbani, kwa hivyo